Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko awaagiza watendaji wa mamlaka za serikali nchini kuwashirikisha maafisa maendeleo ya jamii katika kuandaa mipango ya utekelezaji wa shughuli za maendeleo. Na ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea tena leo kwa mchezo mmoja wa kiporo kati ya wenyeji Simba dhidi ya wageni wao Pamba Jiji watakapoumana kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam. Habari ya asubuhi mtazamaji, karibu sana katika Asubuhi Njema, na hii ni habari ya Asubuhi Njema. Mimi naitwa Emily Lazarus, ungana nami mpaka pale tutakapokuwa tunasema kwa heri. Karibu sana. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko amewaagiza watendaji wa mamlaka za serikali za mitaa na serikali kuu kote nchini kuhakikisha wanawashirikisha maafisa maendeleo ya jamii waliopo kwenye maeneo yao kuandaa mipango ya utekelezaji wa shughuli za serikali badala ya kuwa wasimamizi, ili iwe na tija na ufanisi unaokusudiwa. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko ametoa maagizo hayo wakati akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa wataalamu wa maendeleo ya jamii nchini unaoongozwa na kauli mbiu inayosema wataalamu wa maendeleo ya jamii kwa maendeleo endelevu na jumuishi, shiriki uchaguzi 2025. Ni kawaida mno mahali fulani mipango isipowekwa na wakashirikishwa maafisa maendeleo, unakuta mnataka kujenga darasa, wananchi hao ambao ni wanufaika wa hilo darasa wanakataa, wanasema hapa hatutaki. Kwa nini? Kwa sababu mipango imeanza na wakubwa, halafu wadogo ndo wanapelekewa. Mtu wa kuwasemea wananchi mipango tulionayo ni lazima ianzie chini ni ninyi, kundi hili mliloko hapa. Lakini muhimu zaidi, hata tunapopeleka umeme vijijini, tupange pamoja na maafisa maendeleo ya jamii, tujue umeme unakwenda wapi kwa ajili ya wananchi hawa kuweza kupata umeme kwa haraka. Amewasisitiza wataalamu hao kuhakikisha wanahamasisha masuala ya matumizi ya nishati safi kwenye maeneo yao. Kama msikubali tamaduni zinazoletwa na watu wengine mahali popote za kuharibu utamaduni wetu na maadili ya watoto wetu zinashamiri miongoni mwetu. Pigeni kelele mahali mlipo, na wakati fulani mkiona kuna taasisi zinazokuja na taaluma inayovunja utamaduni wetu, ninyi mwe mstari wa kwanza kuzipigia kelele na kusema hatuwezi kushirikiana na ninyi. Awali, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gwajima alieleza baadhi ya masuala yatakayojadiliwa na wataalamu hao. Washiriki kupata elimu na uelewa wa pamoja juu ya mchango wa taaluma ya maendeleo ya jamii katika kuwezesha wananchi. Washiriki watapata fursa ya kutoa maoni yao katika taarifa ya tathmini ya sera ya maendeleo ya jamii ya mwaka 1996. Ni ya siku nyingi sana hii. Kuhimiza wataalamu wa maendeleo ya jamii kuhakikisha kwamba maendeleo yanayopatikana katika jamii yanakuwa endelevu. Mara nyingi zimejengwa madarasa, shule, barabara, lakini baada ya muda mfupi unakuta zimeharibika. Kwa hiyo tunashauri ni budi maafisa hawa wakapewa vitendea kazi kama magari, pikipiki na vinginevyo, ili kusudi waweze kutekeleza majukumu yao vizuri sana. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Wazazi na walezi wa wanafunzi wanaosoma katika shule ya msingi Nyumba Tatu iliyopo kata ya Ilala, halmashauri ya manispaa Iringa, wamelazimika kufunga barabara kwa kuweka magogo, kushinikiza mamlaka kuweka matuta kwenye barabara jirani na shule hiyo kama hatua ya kudhibiti matukio ya watoto wao kugongwa na magari mara kwa mara. Lakini hivi ninavyoongea kuna watoto wawili wako hospitali huko, hali zao ndo hivyo, Mungu anasaidia. Sio ni hawa tu wa bajaji, hata viongozi wakubwa wanapita ya serikali wanapita kwa fosi sana. Wananchi hao wamelazimika kufunga barabara hiyo inayopita katika eneo la shule hiyo kwa kuweka matairi na magogo, huku wakipaza sauti zao kuzitaka mamlaka wilayani Iringa ikiwemo TARURA kuweka matuta katika barabara hiyo. Wamesema katika kipindi kifupi cha Januari mpaka Mei tayari watoto 3 wamepoteza maisha kufuatia kugongwa na magari. Sasa mpaka kufikia hatua hii wananchi wameweka magogo barabarani na mawe, ni kwa sababu sauti tunazozitoa kwa viongozi wetu hazifiki mbali. Watu wananyamazishwa au viongozi wanaona ngoja kwanza hiyo michakato inakuwaga michakato, sio michakato kwenye roho za watoto wetu jamani. Wasipotekeleza safari hii, naona safari hii tutachukua hatua nyingine kabisa. Yaani tunachimba, yani kuweka matuta leo tulioweka hayo mawe. Safari hii tutachimba barabara. Tumeona ni vizuri tu tuandamane tu sasa kufunga barabara kwa nguvu zetu. Waje watuambie kuna tatizo gani, hawaturekebishi barabara, watoto wetu wanaumia. Kufuatia sekeseke hilo, mkuu wa wilaya ya Iringa Kerry James anafika katika eneo hilo na kutuliza ghasia. Tusikilizane.
Lakini kwa sasa naomba tusikilizane bado. Na hapa Kheri James anatoa maagizo ya serikali pamoja na kutoa siku 7 kwa TARURA kushughulikia kadhia hiyo. Ndani ya siku 7 kutoka sasa tutaanza utaratibu wa kuweka matuta kwenye barabara hii. Na hiyo kazi inaanza leo kwa kuwashirikisha mkuu wa shule, mwenyekiti wa mtaa pamoja na wananchi, kueleza ni maeneo gani ambayo yana changamoto ili maeneo hayo ndiyo yawekewe matuta. Baada ya kuona changamoto hii imejitokeza kwa wingi, tulifikia maamuzi kwamba pamoja tulikaa na kikao na Mheshimiwa DC, tukasema tufanye kwa dharura kuweka matuta baadhi katika maeneo ya eneo hili na maeneo mengine. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Uchukuzi Ludovick Nduhie ametoa wito kwa uongozi wa Chuo cha Bahari Dar es Salaam DMI kujitangaza zaidi ili kiweze kujulikana ndani na nje ya nchi, hatua ambayo itakifanya chuo hicho kiweze kupata wanafunzi wengi zaidi. Nduhie amesema chuo hicho ni muhimu kwa vijana na watu wa rika zote wanaopenda mafunzo ya ubaharia na uchumi wa buluu, ambapo amesisitiza kwamba DMI ni chuo pekee Afrika Mashariki na Kati kinachotoa mafunzo ya ubaharia. Nitoa wito wangu kwanza kwa Watanzania wote na vijana wetu wote kufuatilia kujua hasa mambo yanayotoka kwenye chuo hiki na umuhimu wake katika nyanja ya usafirishaji baharini na masuala ya bahari na uchumi wa bluu wote, ambao chuo hiki kwa kweli kiko kwenye viwango vya kimataifa. Makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Wilfred Kileo amesema serikali imekiwezesha chuo hicho kupata vifaa vya kisasa vyenye thamani ya shilingi bilioni 7 za Kitanzania. Tunashukuru sana serikali yetu na kwa jinsi hii ambapo kwa hili jambo imetumia ndugu zetu wa TPA kudonate hiyo support. Tunashukuru sana kwa mashirikiano hayo, tukishukuru zaidi wizara yetu ya uchukuzi. Vifaa hivi kama ambavyo ameeleza kiongozi ni chachu kwa vijana wetu wa Kitanzania ili waweze kupata weledi unaojitosheleza katika kuendesha. Vifaa vipo vingi sana katika kozi yetu. Mfano katika kozi yangu kuna focalist ambayo inatusaidia na kutujenga kuona ni namna gani tutaitumia wakati ambapo tutakuwa tumeajiriwa. Tunawakaribisha wanafunzi waliohitimu kidato cha 6, kidato cha 4. Karibuni sana katika chuo chetu, chuo cha maji. Aziza Bakari, Channel 10. Serikali mkoani Tabora imewataka askari wa jeshi la polisi kutomfumbia macho mtu yeyote ambaye anaonyesha viashiria au kujipanga kuleta chokochoko za vurugu katika kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu, ili aweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Wakati huu serikali kupitia vyombo vyake imejipanga kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu wa hali ya juu. Mkuu wa wilaya Nzega na Itapwa Kitukai ametoa wito huo wakati akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora katika hafla fupi ya kukabidhi zawadi ya fedha shilingi 500,000 kwa askari polisi 8 waliofanya vizuri katika kutekeleza majukumu yao, pamoja na kukabidhi vyeti kwa wadau wanaoshirikiana na jeshi la polisi katika utekelezaji wa suala zima la ulinzi na usalama. Niwatake jeshi la polisi kusimama na kuangalia wale wote mnaowaona wana fununu, wana mambwembwembwe kwa mtaani ya kutaka kupandikiza mbegu isiyokuwa ya maana ndani ya nchi. Ukimkamata, ukimuona, hakikisha unamfikisha kwa vyombo vya sheria ili atuambie yeye ameona nini huko mbele, ambapo sisi tunaona nchi yetu ni shwari na amani tuliyokuwa nayo iko vizuri. Msikubali watu waichezee nchi. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Yabwao katika taarifa yake amedai makosa ya jinai yamepungua kwa 3.5% kuanzia Januari hadi Disemba 2024 ikilinganishwa na kipindi hicho kwa mwaka 2023, wakati makosa ya usalama barabarani yameongezeka kwa 3.5%. Hivyo kwa upande wa makosa barabarani kuna ongezeko la makosa 2535. Ongezeko la makosa haya linatokana na operesheni mbalimbali ambazo zimeendelea kufanyika, ikiwemo kuwafungia leseni madereva wa vyombo vya moto wanaovunja sheria na kusababisha vifo na majeruhi kwa wananchi. Tumeendelea kukabiliana na makosa ya mauaji na yapo mafanikio makubwa ya ukamataji wa watuhumiwa mbalimbali. Kwa mkoa wetu wa Tabora, sababu kubwa zinazopelekea matukio ya mauaji ni pamoja na wivu wa kimapenzi, imani za kishirikina, migogoro ya ardhi, kulipiza kisasi pamoja na migogoro ya mirathi. Lakini kwa jeshi la polisi kwa takwimu zilizonazo inaonyesha kwamba mnapunguza, pamoja na kwamba tungetarajia kuona
kuscale up kwa makosa. Kwa hiyo tunapenda kuwapongeza na kumshukuru Mungu sana kwa ajili yenu. Kudumisha amani na utulivu ambao tumerisi toka kwa wazazi wetu, na sisi pia tuwarisishe wenzetu katika kipindi hiki, hasa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Mtazamaji, ikiwa jana ni siku ya mwisho ya kujiandikisha na kuboresha taarifa kwenye daftari la kudumu la mpiga kura kwa awamu ya pili mkoani Geita, baadhi ya wakazi wa manispaa Geita wameiomba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kuongeza siku kwa kuwa idadi kubwa ya watu bado hawajajiandikisha kutokana na uwepo wa msongamano mkubwa, hususan siku ya mwisho. Ni siku ya mwisho ya kujiandikisha na kuboresha taarifa kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Hapa nipo katika shule ya msingi Nyanza iliyopo katikati ya manispaa ya Geita mkoani Geita. Siku hii ya leo msongamano umeonekana kuwa ni mkubwa tangu zoezi hili litangazwe Mei mosi mwaka huu. Baadhi ya wananchi waliofika kujiandikisha na kuboresha taarifa zao wameiomba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuongeza walau siku 2 ili kuboresha taarifa zao kwa kuwa msongamano umekuwa ni mkubwa tofauti na matarajio. Kwa ujumla zoezi ni nzuri, lakini labda waongeze siku nyingine, maana wengine hawatapata nafasi ya kujiandikisha. Maoni yangu kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ijaribu kuangalia sana muda kulingana na jiografia yetu sisi wa Afrika. Muda unaopangwa unaonekana kwa wananchi kwa tabia yetu unakuwa ni muda mchache. Katika hatua nyingine, baadhi ya wananchi hawa wameeleza sababu za kujitokeza kujiandikisha, ikiwa ni pamoja na kazi nzuri zinazofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na yote hii imenivutia kwa sababu ya ufanisi wa kazi nzuri ya mama. Kwa hivyo inabidi tumpe sapota mama sisi kama Watanzania kupitia namna ya kujiandikisha, kupata cheti cha kuweza kupiga kura, ndio sapota kubwa ya mama na kuweza kuijenga nchi kwa pamoja sisi kama Watanzania. Kwa rais sina wasiwasi kwa sababu anajitosheleza. Lakini hawa tutaangalia kama alikuwa anatuhudumia vizuri. Kutoka hapa katika shule ya msingi Nyanza mjini Geita, mimi ni Mrisho Sadiki. Serikali imekabidhi basi dogo la abiria aina ya Toyota Coaster lenye thamani ya shilingi milioni 100 kwa kikundi cha ujasiriamali cha waendesha bodaboda cha Usa River kilichopo Rumeru mkoani Arusha, lililotolewa kutokana na mikopo isiyokuwa na riba kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu inayotolewa kupitia halmashauri za wilaya, manispaa na majiji. Wakabidhi basi hilo katibu tawala wa wilaya ya Rumeru Joseph Babiti pamoja na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Meru Zainab Makwinya wametoa wito kwa waendesha bodaboda kuhamasisha vijana na wanawake na watu wenye ulemavu kuunda vikundi vya ujasiriamali kwa ajili ya kupata mikopo hiyo ili waweze kujikwamua kiuchumi. Na hicho ndio kitu ambacho tunapenda kukiona kwa wote, hata wale wakina mamalishe na vikundi vingine ambao vinavyopata ile mikopo ya 10% kutoka kwenye halmashauri. Mfano wa kuangalia tunao, muhamasishe watu wajiunge kwenye vikundi waweze kupata hizo fedha kwa ajili ya kuendeleza jamii yetu. Ni jambo ambalo Mheshimiwa Rais ameliona ni jambo jema. Lakini katika mikopo hiyo kuna walionufaika na tutawakabidhi mzigo wao pale leo. Kwa upande wake mwenyekiti wa kikundi hiko cha bodaboda cha Usa River ameeleza kwa kujiunga vijana 22 wamefanikiwa kumiliki tega uchumi cha basi dogo la abiria. Tukaongeza pikipiki zingine 8, kwa hiyo tukawa na pikipiki 16. Kwa hiyo tukatoa ajira kwa vijana. Basi tukaona tusiishie hapo. Tukasonga mbele kidogo, tukaomba mkopo wa milioni 100. Ndio mnaona milioni 100 tuliopewa, tumeenda kununua gari kwa ajili ya kujipatia vipato vya si vijana. Hatua ya serikali ya kutoa mikopo isiyokuwa na riba inapongezwa na vyama vya siasa na kuhamasisha vijana kuchangamkia fursa hiyo. Kiukweli binafsi nimefurahishwa, nimeona kuanzia mwanzo wa vijana na kina mama wakipewa jiko na hadi vijana kupewa gari. Mikopo hii si kwa wanachama wa CCM tu. Mikopo hii ni kwa vijana wote. Kwa hiyo tusibweteke kwamba mikopo inatolewa kwa CCM tu. Mikopo ni kwa vijana wote. Njoni vijana muunde vikundi, halmashauri inatoa mikopo ili iwakomboe kimaisha. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha.
Mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Haniu amepokea fedha za mchango wa kuchukua fomu ya kugombea urais kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, shilingi milioni 1 kutoka kikundi cha wanawake shujaa wilayani Rungwe. Wakizungumza mara baada ya kukabidhi fedha hizo, mwenyekiti wa kikundi cha mwanamke shujaa Greda Mwakabumbe na katibu wa kikundi hicho Elizabeth Mwasonya wamesema kutokana na kuthamini kazi inayofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, wameamua kuchanga fedha ili kumwezesha kuchukua fomu ya kugombea nafasi hiyo. Hospitali ametujali, watoto wa kike amewajali. Kwa hiyo ili kumpa hamasa na yeye aone kwamba kuna watu nyuma wanaonifuata, wanaonipenda, wanaoniamini, wanaothamini kazi ninayoifanya. Kwa hiyo na sisi tumeona tuchangie kidogo. Kwenye ukumbi wa kina mama wote walihamasika, tukiongozwa na mgeni rasmi Dr. Yasinta Samuel Mafwenga, naye alichangia. Kwa hiyo wote kama mgeni rasmi ambaye tulimwalika kwa ajili ya kupata matibabu tunapokuwa wagonjwa. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Haniu amewashukuru wanawake hao na kueleza kuwa fedha hizo zitamfikia Mheshimiwa Rais kupitia utaratibu wa kiserikali, huku mhamasishaji wa michango hiyo Dr. Yasinta Mafwenga amesema imewalazimu kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na kazi anazozifanya. Washukuru sana na kuahidi kwamba fedha hizi zitafikishia Mheshimiwa Rais kupitia taratibu za kiserikali, ambapo nitaziwasilisha kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Yeye naye atachukua hatua ili ziweze kufikia Mheshimiwa Rais. Nchi yetu ni Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na yule mama ni mama kama sisi, kama nilivyosema, ni mlezi, lakini pamoja na hayo bado alikuwa jukumu kubwa na amelitekeleza vizuri mpaka sasa hivi nchi ina. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel. Walimu nchini wametakiwa kuhakikisha wanakuwa na maadili mema ili kuzalisha watoto wenye maadili na misingi iliyo bora na kuwa msaada mkubwa katika taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya kuhitimisha mafunzo kwa walimu wa shule za awali yenye lengo la kuwajengea uwezo, mjumbe wa Jumuiya ya Wazazi Taifa Sudi amesema wanaamini mafunzo hayo yatakuwa suluhisho la maadili mema kwa walimu kwenda kwa watoto. Nategemea mkawe wazazi, lakini mkawe walimu, lakini muhakikishe mnazingatia maadili ya Kitanzania, kuhakikisha watoto wanakuwa bora na madhubuti, kwa sababu ndio msingi tunaotegemea watakao toka nao chini kupanda nao juu. Wizara ya Elimu inaagiza maadili mema, Wizara ya Maendeleo ya Jamii inaagiza maadili mema. Kwa hiyo wajibu wetu sisi kusimamia maadili mazuri kwa watoto na kujiepusha na ukatili wa mtoto. Walimu waliohudhuria mafunzo hayo wamesema mafunzo walioyapata yanakwenda kuwafanya wawe walimu bora kufundisha wanafunzi kwa ufanisi zaidi, huku wakiomba serikali kuwapa mafunzo hayo mara kwa mara. Tunahitaji mafunzo ya mara kwa mara ili tuwe bora. Hao wote mnaowaona wana nia njema sana na kazi yao, wana upendo mkubwa sana kwa watoto. Tunachohitaji ni support yenu, support ya serikali. Napenda kutoa wito kwamba serikali isituache, iwe pamoja nasi, kwa sababu kazi tunaoifanya ni kazi ambayo kwa kweli inahitaji kuangaliwa kwa kipekee, maana tunamwandaa mtoto. Mafunzo hayo ni muhimu hasa katika mazingira ya sasa ambapo watoto wanakutana na changamoto nyingi zinazoweza kuathiri maadili yao, ikiwemo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na shinikizo la rika. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel 10. Mtazamaji, na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara inatarajiwa kuendelea leo kwa mchezo mmoja wa kiporo kati ya wenyeji Simba dhidi ya wageni wao Pamba Jiji watakapokutana majira saa 10 jioni kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Sasa kuelekea mchezo huo, makocha na manahodha wa pande zote mbili wamezungumzia maandalizi yao, huku kila mmoja akikiri kuwa utakuwa ni mchezo mgumu na wenye uhitaji wa matokeo. Kitu kizuri na kikubwa zaidi ni kwamba wachezaji wote wako vizuri na wote baada ya mechi hatukupata injury yoyote na wote wamerudi kambini kwa ajili ya mchezo wa kesho wa Pamba, na imani hautakuwa mchezo mrahisi. Ni mchezo mgumu kutokana na position Pamba walivyo. Wana timu nzuri lakini wako katika hali mbaya ambao watakuja kupambana kuepuka kushuka daraja, kiasi kwamba ambayo itatupa mechi kuwa ngumu, lakini yote kwa yote tumejipanga pamoja na ugumu wao na ubora wao tuhakikisha tutapata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Makocha siku zote unajua wanafanya kazi hiyo ambao usichoke, kwa sababu unajua
tunajaribu kufanya masahisho kote kote. Kila baada ya mchezo unapokuisha tunafanya masahisho. Nadhani kuna mechi ambazo tumepata matokeo mazuri, kuna baadhi ya mechi tumeziharibu. Na kama ulivyosema, kuna baadhi ya mechi tumetengeneza nafasi ya kuzitumia vizuri. Kwa hiyo kila wakati kwenye mazoezi tunafanyia mazoezi, mambo ya finishing tunafanya yote, tunafanya kazi. Kubwa ni kwamba tunapoenda pale uwanjani kuhakikisha kwamba mchezaji alitimiza yale ambayo tunafanya kazi kwenye mazoezi. Kwa niaba ya wachezaji tumejiandaa vizuri na tuko tayari kwa kukabili timu ya Pamba kesho, na tunakaribisha sana mashabiki waje kutusapoti, waje kushangilia timu yao. Tuko tayari kufanya wajibu wetu kama wachezaji. Obviously mechi itakuwa rahisi, mechi itakuwa nzuri, mechi itakuwa ngumu kutokana na uwezo wa Simba na ubora wa Simba. Simba wana malengo yao na sisi kama Pamba tuna malengo yetu na kuhakikisha tunapata pointi 3. Sisi malengo yetu ya kesho ni kuhakikisha tunapata pointi 3. Haya, mtazamaji, mwisho wa habari ya asubuhi njema. Endelea kutazama Channel 10.